Ujenzi mpaka sasa umefikia 25% na kiasi cha fedha shilingi milioni 29,629,030 kimetumika na shilingi milioni 593,473,368 kinaendelea kutumika kwa kazi za ujenzi zilizobaki. Mradi huu utapunguza kero kwa wananchi na kupanga foleni kubwa katika zahanati ya Mlowo na kupunguza au kuondolea gharama za kupata huduma katika zahanati za watu binafsi, lakini pia vijiji jirani vitanufaika kupata huduma katika kituo cha afya hiki na badala ya kwenda hospitali ya wilaya Vwawa ama hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songwe. Wote watakao wanafanya kazi katika mahali hapa wafanye kazi kwa uaminifu, tuhakikishe kwamba mradi wetu unaisha ukiwa salama. Na waombea kila laheri, mfanye kazi pasipokuwa na shida ya aina yoyote. Naomba muendelee kutusaidia. Na ndugu zetu wote, sisi tunaamini sisi kama machifu kwamba kuna ndugu zetu wameara huko mbele, lakini wapo wanaishi wanaendelea kutuombea. Na mimi naombea umradi kusiwepo na mtu yeyote atakayeleta mambo mengine ya kishirikina wala kichawi. Ukileta mambo yako ukituzingua na sisi tutakuzingua. Shughuli ya hapa kituo hiki chenye pesa nyingi zaidi ya milioni 600 kitakamilika kwa wakati na wananchi wa Mlowo watapata huduma. Tunajua wingi wa wananchi wa Mlowo, lakini wananchi wa Mlowo ni wajanja na ni wakarimu. Tunaamini mtashirikiana na mafundi, mtatoa ushirikiano mzuri ili mafundi wetu waweze kukamilisha shughuli yao kwa wakati. Kwa muungano wetu wa Tanzania, wa Zanzibar na Tanganyika, muungano ule, wale watu wa kule, ukikumbuka wale wote waliopo visiwani wana ndugu huku bara, kwa maana walitokea bara wakaenda kule katika harakati za utafutaji. Kilichokwenda kuwagombanisha kule ni sultani alipofika kwa sababu ya kutafuta maslahi, watumia wenzetu kama silaha ya kuweza kupata anachotaka. Kwa hiyo ndio maana mapinduzi yalifanyika, lakini tukapata muungano ambao ni muungano wa mfano mpaka leo duniani. Hivyo kama Waafrika tunapaswa kusahau mipaka ambayo imeletwa na wenzetu wazungu. Tukiungana tukawa kitu kimoja, tunaweza tukawa na nguvu zaidi kuliko tulivyo leo. Kwa kama Waafrika tunatakiwa kuendelea kutafuta namna ya kuweza kuungana zaidi ili tuweze kupata nguvu ya pamoja. Na hii huwa inatuletea maana, ukiona Amerika nao ni vinchi vilivyokuwa vimegawanyika, lakini baadaye wakaona wao ni kitu kimoja, wakaunganisha nchi zao zote zikawa ni taifa moja. Ndio maana leo tunaiona Amerika ikiwa na nguvu kubwa kiasi hicho. Kwa hiyo hata sisi wa Afrika tuna kila sababu ya kutafuta namna ya kuweza kuungana. Lakini muungano wetu mpaka leo umetuletea manufaa. Kwanza kiulizi tumekaa vizuri, lakini kwa namna ambavyo tunaonyesha dunia kwamba sisi ni wamoja na tunafanya kazi pamoja. Leo muungano tumekuja kushuhudia kuanzishwa kwa jengo kwa ajili ya afya. Tuna imani kupitia muungano ndio sababu haya yote yanatokea. Kwa hiyo niwaombe wananchi, niwaombe sana wananchi, tuendelee kufikiria na kudumisha muungano wetu. Hatuna namna nyingine, hatuna nchi nyingine, tuna nchi moja Tanzania, lakini nchi ambayo tukidumisha muungano huu tutaishi vizuri zaidi. Nimekuwa nikisikia kwa baadhi ya wenzetu wanasema ili tupate msaada tunapaswa tukichafue. Sasa ukichafua, ndugu zangu, sijui ukichafua maana unaweza kuchafua kwanza wewe, baadaye tukajua kumbe kuchafua sio kuzuri. Naomba tuendelee kudumisha muungano wetu, tuishi katika umoja wetu ili nchi yetu iendelee kubaki imara. Ndugu wananchi, miaka 61 ni miaka ya kutosha kuweza kuelezea safari ya maendeleo tuliyopigania kama taifa. Wote ni mashahidi kuwa kuna mambo mengi ya kujivunia kwenye nyanja zote za kisiasa, kiuchumi, utamaduni na utu wa Tanzania. Sisi sote viongozi na wananchi tuna jukumu la kuenzi muungano huu kwa vitendo na kuhakikisha tunaolinda, kuendeleza na kuheshimu kwa manufaa ya wote. Ndugu wananchi, wote ni mashahidi, heshima ya taifa letu inatokana na umoja, mshikamano na uwezo wetu wa kuishi pamoja licha ya tofauti zetu. Dunia inautazama muungano wetu kama mfano wa kuigwa. Tunalo jukumu la kuhakikisha heshima hii haiharibiwi kwa kauli au matendo ya kuchochea migawanyiko. Ndugu wananchi,
kubwa ambayo tunapaswa kufahamu kwenye eneo hili ni kwamba muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar ambao una miaka 61 ndio muungano pekee wa mfano wa kuigwa Afrika na duniani kwa ujumla. Kama mnafahamu, kama mnasoma historia, tuna miungano mingi ya nchi za majirani zetu ambayo siwezi kuitaja, ambayo haijafikisha hata miaka 5. Kwa hiyo sisi kwa kufikia miaka 61 ya muungano wetu ni ishara ya viongozi wetu walio madhubuti na bora katika kutuunganisha sisi kama Watanzania. Ndugu wananchi, tunaposherehekea miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kama serikali hatuwezi kutosema mafanikio tuliyopata kama mkoa, kwani hivyo ni viashiria vinaonyesha kuwa kuna hatua zimepigwa. Kwa kuanzia, mkoa kwa miaka 3 mfululizo makusanyo ya TRA yameongezeka kutoka bilioni 111 kwa mwaka 21-22 hadi kufikia bilioni 176 kwa mwaka 23-24. Mkoa kupitia halmashauri zake makusanyo yameongezeka kutoka shilingi bilioni 16 21-22 hadi kufikia bilioni 28 23-24, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya shilingi bilioni 12 sawa na 43.41. Ndugu wananchi, kwa kipindi hiki mkoa umepokea jumla ya shilingi bilioni 758 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye sekta za huduma za kijamii na maeneo mengine ya kipaumbele. Mfano, mikopo ya 10% kiasi cha shilingi bilioni 7.2 kimetolewa. Kati ya fedha hizo wanawake wamepata bilioni 3.8, vijana shilingi bilioni 3.04 na watu wenye ulemavu milioni 479, na jumla ya vikundi 368 vimenufaika. Sekta ya elimu zimetolewa shilingi bilioni 110 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu, yaani madarasa, nyumba za walimu, madawati, viti na meza na vyuo vya VETA na utoaji wa elimu bila malipo. Sekta ya afya mkoa umepokea zaidi ya shilingi bilioni 44 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya mkoa, hospitali za wilaya, vituo vya afya, afua za lishe, vifaa tiba na ununuzi wa dawa. Sekta ya barabara tumepokea zaidi ya shilingi bilioni 275 kwa ajili ya maboresho ya miundombinu ya barabara za dharura na TANROADS. Sekta ya maji tumepokea zaidi ya shilingi bilioni 47. Sekta ya nishati ya umeme imepokea bilioni 129 kwa ajili ya shirika la TANESCO kusambaza umeme kwenye vijiji na vitongoji ndani ya mkoa wa Songwe. Sekta ya uchumi na uzalishaji imepokea bilioni 130 kwa ajili ya kukuza uzalishaji kwenye eneo la kilimo kwa kutoa mbolea ya ruzuku eneo la mifugo na uvuvi sambamba na kuboresha utendaji kazi wa maafisa ugani. Sekta ya biashara imeweza kupokea shilingi bilioni 12 kwa ajili ya kuboresha miundombinu wezeshi ya kibiashara. Ndugu wananchi, baada ya kupitia kwa ufupi mafanikio tuliyopata kwenye mkoa wa Songwe kwa miaka hii ya karibuni tuliofikisha miaka 61 ya muungano, napenda kutoa wito kwa wananchi. Moja, kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Mei mkoa 2025 mkoa wetu unategemea kuanza kuboresha daftari la kupiga kura kwa awamu ya pili. Mjitokeze kwenda kujiandikisha, kuboresha taarifa ili muweze kupata haki yenu ya katiba ya kushiriki uchaguzi ujao. Muda wa kampeni ukifika, wananchi na watumishi wote tumieni muda huo kushiriki kamilifu kwenye kampeni ili mnapokwenda wakati wa uchaguzi mchague viongozi watakaotoa sera zitakazokuwa zikiendeleza mshikamano wa muungano wetu. Kutokana na kauli mbiu mwaka huu, ni waombe kuchagua viongozi wanaoenzi muungano, wanaojali maslahi ya Tanzania. Tusikubali kuchochewa, kugawanyika wala kuingizwa kwenye siasa za chuki. Amani na umoja wetu ni msingi wa maendeleo. Kwa kumalizia, naomba niwashukuru wote mliofika kusherehekea nasi siku hii. Tuendelee kujivunia muungano wetu tukizingatia kuwa ni urithi wa vizazi vijavyo. Tuendelee kushikamana, kushiriki kwenye maamuzi ya taifa letu kwa njia ya demokrasia na tuimarishe muungano kwa vitendo. Muungano wetu ni nguzo ya taifa, tuulinde, tuuenzi, tuusimamie. Asanteni kwa kusikiliza. Mungu awabariki sana.